Afya maana yake ni hali ya ukamilifu kimwili, kiakili, kijamii na kutokuwepo kwa maradhi. Afya bora ni nguzo na rasilimali muhimu katika kuchangia maendeleo ya mtu binafsi, familia na nchi, hususan katika kuleta maisha bora na kupunguza umaskini. Kwa mantiki hii, afya inalenga kuwa na ustawi endelevu kwa jamii kwa kuzingatia mchango wa mtu binafsi kulingana na nafasi, uwezo na fursa zilizopo katika kuleta maisha bora. Upatikanaji wa afya bora unahitaji uwezeshaji wa jamii iwe na uwezo wa kushiriki, kuamua, kupanga na kutekeleza mikakati yao ya kuwaletea maendeleo katika ngazi mbalimbali. Afya njema ni msingi mkubwa wa maendeleo katika taifa. Nchi ambayo wananchi wake hawana afya njema kamwe haiwezi kupata maendeleo. Hii ni kwa sababu mwananchi asiye na afya njema hawezi kushiriki kwenye shughuli za ujenzi wa taifa kama vile kilimo, ufugaji, uvuvi, biashara, lakini pia kufanya kazi ofisini, viwandani, migodini na kadhalika. Na kama atashiriki, basi mchango wake utakuwa mdogo sana. Hii bila shaka ndiyo sababu awamu zote za uongozi wa nchi yetu, kuanzia awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya tatu, awamu ya 4 na sasa awamu ya 5 zimekuwa zikiweka mkazo mkubwa katika kuboresha huduma za afya hapa nchini. Wizara ina jukumu la kuboresha uhusiano na ushirikiano na sekta binafsi, mashirika ya kimataifa na wadau mbalimbali wa maendeleo katika utoaji wa huduma za afya. Ushirikishwaji wa wananchi katika huduma za afya umewezesha kuongezeka kwa vituo vya serikali na binafsi na kuchochea mahitaji makubwa ya watumishi na kupanua vyuo ili kuongeza idadi ya wanaojiunga. Hebu tumsikilize mkurugenzi wa kituo cha afya cha Redtech kilichopo Ilala, Dar es Salaam, naye ni Ruth Kale. Ni kituo cha afya ambacho tunatoa huduma kwa wananchi, kwa watu wote, kuanzia watoto, vijana, wazee. Tunatoa huduma za afya na matibabu, na huwa tunafungua, tuko wazi kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 2 usiku. Tuna huduma zote za matibabu, tuna huduma zote za vipimo na vipimo vya maabara, vipimo vya ultrasound, tuna huduma za mazoezi tiba, yani physiotherapy, na tunahudumia wagonjwa wa aina zote wanaokuja hapa kutibiwa. Mgonjwa anaweza akaja akaonwa na daktari, akasikilizwa shida zake, daktari akamsikiliza, akamwandikia vipimo kutokana na alivyomsikiliza na alivyoona shida yake ni nini. Pia akamwandikia matibabu kulingana na shida ambayo mgonjwa amepatikana nayo. Tuna huduma ya pharmacy ambapo mgonjwa baada ya kuonwa na daktari akasikilizwa, akafanywa vipimo, akaandikiwa dawa. Tunatoa dawa zote zinazohitajika kwa mgonjwa kulingana na tatizo ambalo atakuwa ameonekana nalo. Serikali imeelekeza mapambano yake katika kutokomeza magonjwa yanayosababisha vifo vya watoto wenye umri chini ya mwaka 1 na miaka 5 na wanawake wajawazito katika utoaji wa huduma hizo. Hivyo basi, kwenye kipindi chetu cha Afya Kwanza tutakuwa na mtaalamu kutoka Redtech Polyclinic iliyopo Ilala jijini Dar es Salaam akitupa elimu ya ujauzito, naye si mwingine ni Dr. Francisco Daudi. Kama tunavyojua, tatizo la uzazi au ugumba ni changamoto kubwa sana, sio kwa sisi tu wa Tanzania, lakini dunia nzima kiujumla. Watu wengi wanahangaika sana na haya matatizo. Na ugumba kama ugumba tunaweza tukaugawanya katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni wale watu ambao tangu wamezaliwa hajawahi kuweza kupata mtoto. Lakini pia kundi la pili ni wale watu ambao alishawahi kupata mtoto mmoja au wawili au kadhalika, lakini anashindwa tena kupata mtoto mwingine. Hilo ni kundi la pili. Lakini pia ugumba kama ugumba sio tatizo tu ambalo lipo kwa wanawake peke yao, lakini tatizo ambalo lipo pote kwa wanawake na kwa wanaume. Kwa hiyo kiufupi tukisema ugumba ni ule uwezo wa kupata mtoto
kwa watu ambao wameolewa au watu ambao wanaishi pamoja, mwanamke na mwanaume, kwa kipindi cha mwaka mmoja na kuendelea. Na maanisha kwamba mtu mke na mtu mume ambao wanakaa pamoja wakishiriki tendo la ndoa mara kwa mara kwa zaidi ya mwaka mmoja na kuendelea, na watu hawa kushindwa kupata mtoto, hapo tunasema hawa watu wana matatizo ya uzazi au wana ugumba. Inaweza kuwa ni ule ugumba wa kwanza, kwamba watu hawa hawajai kabisa kupata mtoto kwenye maisha yao. Huo ni ugumba aina ya kwanza. Au walishai kupata mtoto lakini bado wamekaa kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja huku wakitafuta mtoto lakini hawapati. Bado pia nao hiyo ni kikundi aina ya pili. Hasa kutokana na tafiti nyingi ambazo zimefanyika, inaonekana kwamba kwa Tanzania katika Afrika Mashariki tunaongoza kwa kuwa tatizo la ugumba, hasa ili kundi la pili ambao walishai kupata mtoto lakini wanashindwa kupata tena mtoto. Kwa utafiti uliofanyika Dodoma, inaonekana zaidi ya 18% wanapata ili tatizo la ugumba wa aina ya pili, kwamba na mtoto mmoja au wawili au watatu, lakini anajaribu kutafuta ameshindwa kupata. Akizungumzia jinsi ya upatikanaji wa mtoto na mfumo wa uzazi ulivyo na maana ya ugumba, Dr. Francisco anasema, leo nitabezi sana na matatizo ambayo yanawakumba wanawake. Kama nilivyosema, ugumba sio tu kwa wanawake bali pia ni kwa wanaume, lakini leo tujikite sana kwa wanawake, tuongelea sana kwa wanawake, japo pia ni kwa wanaume nao pia wana changamoto. Kabla kuendelea kufika mbali, kama wewe ni mmoja wapo ambao unasumbuliwa na haya matatizo, aidha uko kwenye ile kundi la kwanza ambalo hujawahi kabisa kupata mtoto, labda uko kwenye ndoa au uko na mtu unaishi naye mnatafuta mtoto kwa zaidi ya mwaka mmoja, mmekuwa pamoja mkishiriki tendo la ndoa lakini hamjawahi kupata, ujue tu kwamba matatizo haya sio kwa ajili ya wanawake tu, lakini pia hata wanaume. Kwa sababu tutakavyoendelea huko mbele mtaona nitakuwa naongelea sana wanawake, lakini haimaanishi ni wanawake tu, hapana. Hata wanaume pia wana changamoto. Kwa kama upo kwenye hili kundi, aidha kundi la kwanza au la pili, tembelea kituo cha karibu cha kutolea huduma za afya, lakini sio mwanamke tu peke yake, mkiwa wote wawili, mwanamke na mwanaume, kwa sababu hili tatizo linaweza kuwa kwa mwanamke au kwa mwanaume. Japo leo tunapoendelea huko mbele nitazungumzia matatizo ambayo yanawakumba sana wanawake. Siku nyingine tukijaliwa tutaangalia pia kwa wanaume. Tuangalie mtoto anapatikanaje. Hapa huu mchoro ni mchoro ambao unaonyesha uzazi, mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kama nilivyosema, leo tutadili sana na mwanamke. Kwa huu ni mchoro ambao unaonyesha mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kuna picha hii hapa juu. Hii inaonyesha mfumo mzima wa uzazi wa mwanamke. Huku chini huu ni uke. Hii ni picha tu. Hapa sehemu nyembamba ambayo kama imefinyika kidogo, hii ni shingo ya kizazi. Hii ni shingo ya kizazi. Hapa huu ndo mji wa mimba. Huu ndo mfuko wa mimba au mji wa mimba tunauita. Hii ni milija ya uzazi. Iko miwili, kuna huu wa kwanza na huu wa pili. Lakini hivi dude hivi, huu ndo mfuko wa mayai, nayo iko mbili, kushoto na kulia. Kuna huu lakini pia kuna huu. Imejishikiza kwenye ukuta mji wa mimba. Hasa vinafanyaje kazi? Kama tulivyosema, hapa ndo tendo la ndoa linafanyika. Mnapofanya tendo la ndoa, mwanaume anamwaga mbegu zake hapa. Hizi mbegu huwa zinasafiri kuja huku juu ili ziweze kukutana na yai. Yai likirutubishwa ndipo mtoto anatokea, anapandikizwa kwenye huu mji wa mimba na kuwa. Baada ya miezi 9 tunapata mtoto. Lakini hii yai la mwanamke linatengenezwa kwenye huu mfuko wa mayai huu. Huu mfuko wa mayai kazi yake ni kutengeneza hayo mayai ya mwanamke. Na mwanamke yote anapozaliwa, hii mifuko huwa inakuwa na mayai mengi sana. Zaidi ya mayai 200,000 kwa kila mfuko inakuwepo kwenye hii mifuko mwanamke anapozaliwa. Sema inakuwa ni mayai madogo madogo. Lakini anavyofikia umri wa kuanza kuvunja ungo kuanzia miaka 14, lakini wengine miaka 11 na kuendelea, huwa mayai yanakuwa kila mwezi. Kwa hiyo mwezi unapokuwa unaanza, mayai huwa yanaanza kukua mengi kidogo, lakini inavyoendelea yai moja linapata kipaumbele zaidi cha kukua. Huu ni jinsi ambavyo Mungu mwenyewe alitengeneza. Kwa hiyo yai moja linavyokuwa, mwisho wa mwezi tunategemea yai moja ndio leo limekuwa vizuri kuliko mengine.
Yale mengine ambayo alikuwa yako mbioni kwenye kukua, lakini akashindwa kupata ile kigezo cha kuwa yai lenyewe lile kubwa, huwa yanaharibika. Kwa hilo moja ndio linalotoka na kuanza kusafiri kwenye hii mirija, linasafiri mpaka linafika sehemu linakutana na mbegu za mwanaume, kinatengenezwa hicho mwanzoni hakiwi kitoto, lakini inakuwa ni seli ambayo tayari imesharutubishwa na inaanza kukua kuelekea kutengeneza kuwa mtoto. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema ni kwamba kitu chochote kile ambacho kitaweza kuingilia huu mchakato mzima, kuanzia yai linapoanza kutengenezwa au wakati yai linatembea kuja ili kukutana na yai na mbegu ya kiume, au mbegu zenyewe zisiweze kufika vizuri, chochote kile ambacho kitaweza kuingilia huu mchakato mzima kitaweza kusababisha huyu mwanamke ambaye tunamzungumzia aweze kushindwa kupata mtoto. Kwa mpaka hapo nimeeleweka kwamba kitu cha muhimu hapa cha kujua ni kwamba hapa kuna jinsi ambavyo mtoto anapatikana. Kwa hiyo sasa kifupi tu, matatizo haya ambayo yanaweza kusababisha huyu mama asipate, kama nilivyosema leo tunaangalia sana kwa mwanamke, matatizo ambayo yanaweza kusababisha asiweze kupata ujauzito. Cha kwanza kabisa ni shida ambayo inaweza kusababisha hili yai lisikomae na kufikia hatua ya kuwekwa kwenye huu mrija wa kizazi. Matatizo ambayo yanapelekea haya mayai yasikomae na kuwekwa kwenye mirija ya kizazi ili iweze kufanyiwa uchavushaji. Hayo ni matatizo ya kwanza. Yako mengi ambayo yanapelekea, lakini pia matatizo mengine ni matatizo ambayo yatazuia mawasiliano kati ya mbegu za kiume halafu na hii yai visikutane, ambao nao pia yako katika aina mbalimbali. Mfano wa vitu ambavyo vinaweza kusababisha vitu ambavyo vinapelekea mbegu ya kiume na ya kike visikutane ni kama mirija ya uzazi kuwa imeziba. Unaweza kufikia hatua mirija hii ya uzazi ikawa imeziba, ikawa hairuhusu yai lipite ili yai la kiume lipite, yai la kike lipite likutane na yai la kiume. Kwa hiyo tatizo la kwanza ambalo huwa pia linaonekana sana kwa watu siku hizi, unakuta mirija hii imeziba kiasi kwamba ili yai haliwezi kukutana na mbegu ya kiume. Hilo ni tatizo la kwanza. Lakini pia huu mfumo wa uzazi wote huwa kuna muda inaweza katokea namna ulivyo ikapelekea hii yai la kike na la kiume visikutane. Kama mirija imeziba, je, madhara gani yanayotokea kwa mwanamke? Madhara anayopata ni kwamba hataweza kubeba ujauzito, lakini au namaanisha madhara kwamba yai labda litarundikana huko hapana, haitamletea shida. Kwa sababu size ya hii yai huwa ni dogo sana. Huwa ni dogo kiasi kwamba hata linapotoka, hata ile uchafu unaotoka baada ya mwisho wa mwezi, sio kama unasababishwa na hili yai tu. Hapana, huwa inasababishwa na ukuta huu mji wa mimba. Wakati hili yai linavyozidi kukua, mwili nao huu unauandaa huu mji wa mimba unakuwa mpana ili kuweza kupokea ile yai lililorutubishwa, liweze kukaa pale kwa ajili ya baadaye kutengeneza mtoto, na mtoto aweze kukaa pale na kupata virutubisho vyote. Kwa hiyo mwisho wa mwezi kitokea hili yai halijakutana na mbegu ya kiume, huu ukuta huu unamomonyoka, unarudi kama hali ya kwanza. Kwa yale tunayoyaona kwenye hedhi sio kwamba ni yai, ni ukuta tu wa huu mji wa mimba. Japo na yai na yenyewe inakuwa yai ni kidogo sana, size yake ni ndogo sana kiasi kwamba hata kama mrija umeziba hamna shida yote ambayo ataipata, ni hivi litakufa tu hapo, afu ni kiasi kidogo wala haina shida sana. Shida kubwa ambayo tunaiona ni kwamba hata haitaweza kukutana na mbegu ya kiume, kwa hiyo mwisho wa siku hatapata ujauzito. Japo mifuko yake inatengeneza mayai kila mwezi vizuri, lakini sasa hayo mayai hayakutana na mbegu ya kiume, kwa hiyo hatuwezi kupata ujauzito. Hilo ni tatizo la kwanza hilo ambalo tumelizungumzia. Na hili tatizo mara nyingi la mirija kuziba huwa inasababishwa sana na magonjwa ya zinaa ambao wengine wanasema PID. Kirefu chake tunasema pelvic inflammatory disease, ambao wanasababishwa na ngono zembe. Kufanya mapenzi na mtu ambaye ana bakteria hawa ambao wanaambukizwa kwa njia ya ngono, huwa ikiwa inajirudia mara kwa mara, huwa na tabia kupanda huku na kushambulia hizi sehemu za mirija ya uzazi. Kwa wakishambulia wanasababisha michubuko kwenye hii mirija, baadaye mirija inapona, inatengeneza kama makovu, ikijirudia tena inatengeneza michubuko. Kwa hiyo makovu ikienda, hiyo process kana inajirudia, ile kovu inakuwa kubwa mpaka inaziba ile sehemu ambayo sasa inabidi lipite
Kwa tunasema mirija imeziba. Mara nyingi huwa inasababishwa na hayo na hizo magonjwa. Kwa mpaka hapo tushaona tatizo la kwanza, mirija kuziba. Inasababishwa na nini? Kitu kikubwa ni hayo magonjwa ya zinaa yanayojirudia. Yanajirudia, wanasema PID. Na mama mwenye PID anakuwaje? Kwanza anakuwa anatoka na uchafu sehemu za siri, na uchafu unakuwa na harufu mbaya. Na muda mwingine unakuwa na rangi tofauti, inaweza kuwa rangi ya njano, wengine wanapata mpaka uchafu ambao una rangi ya kijani, hafu na harufu mbaya. Lakini pia anakuwa anapata na maumivu ya tumbo. Chini ya kitovu anakuwa anapata maumivu. Wakati mwingine hata wakati wa kufanya tendo la ndoa na mume wake anakuwa anasikia maumivu makali. Akiingia kwenye period inakuwa inatoka nyingi, alafu pia inaambatana na maumivu makali sana kuliko ilivyo kawaida. Kwa hizo dalili huwa ndo tunasema ni PID. Zinasababishwa na nini? Zinasababishwa na magonjwa, zinasababishwa na bakteria ambao wanaenea kwa njia ya ngono. Kwa kitu kikubwa hapo ni ngono zembe. Ngono zembe au kufanya ngono na watu wengi bila kuchukua tahadhari inapelekea hayo magonjwa. Ikijirudia mara kwa mara inaweza kusababisha mirija yako ya uzazi ikaziba. Na kama nilivyowaambia pale mwanzo kwamba hii matatizo ya uzazi tumeaganya katika kundi mbili. Kuna ile kundi la kwanza ambalo ni mtu ambaye tangu amezaliwa hajawahi kupata mtoto. Na kundi la pili yule ambaye tayari alishawahi kupata mtoto lakini sasa amekuwa akijaribu kutafuta mtoto mwingine kwa muda wa zaidi ya mwaka mmoja hajapata. Kwa wanawake sasa, kama tatizo hili liko kwa mwanamke, kutokana na tafiti zinavyoonyesha, kitu kikubwa kinachosababisha sana ili kundi la pili au aina hii ya pili ya ugumba huwa ni hii mirija ya uzazi kuziba kutokana na haya magonjwa ya zinaa na ujirudia. Wengine mtaani wanasema UTI sugu. Kwa hiyo UTI sugu lakini sio UTI sugu. Kinachosababisha ni hizo magonjwa ya zinaa ambayo tunasema pelvic inflammatory disease zinazoshambulia huku vya uzazi vya juu na kupelekea hiyo mirija kuziba. Kwa ukiwa unatoka na uchafu sehemu za siri, wenye harufu mbaya, unapata na maumivu ya tumbo, sio dalili nzuri. Inabidi uwahi hospitali utibiwe na uhakikishe tatizo limetibiwa kweli. Mwingine anaenda hospitali anapewa dawa hajapona, anaamua kukata tamaa. Madhara yake ndo hayo. Ikijirudia baada ya muda unaweza kushangaa sio unapata mtoto. Tatizo hili linatibika, unaweza ukasaidiwa. Unaweza kufanyia operation hivi mirija hii ikazibuliwa ukasaidiwa ukapata mtoto tena. Kwa Tanzania tumeona zaidi ya 18% ni huu aina ya ugumba aina ya pili. Watu una mtoto tayari lakini umekuwa ukijaribu upate. Ambayo inasababishwa na nini zaidi? Mirija ya uzazi kuziba kutokana na hao magonjwa ya zinaa na ujirudia.